Timu ya miaka 30 ya Bongo Flava ya wasanii tayari imeshafika Dar es Salaam. Lakini mimi kutokea New Serengeti Park imeniacha hapa Mwanza, jiji la miamba. Niko hapa Ziwa Victoria kabisa kupata story kidogo kuhusiana na maisha ya hapa na utalii unaoendelea hapa. Karibu sana, usahau kufika pale New Serengeti Park Tabora kwa lengo la kwenda kuenjoy muziki mzuri, lakini pia tuna vyakula, tuna vinywaji aina vyote, tuna shisha na kila kitu kizuri kinapatikana pale New Serengeti Park Tabora. Mambo vipi? Salama kabisa ndugu. Hongera bro kwa kazi. Asante sana, karibuni sana. Tunazungumza na nani hapa Ziwa Victoria? Nazungumza na Yusufu Joseph ambaye ni tour guide wa hapa Ziwa Victoria Bismarck Rock. Yeah. Kwenye jiwe la Mwanza. Okay. Kwa hiyo karibuni sana tufanye utalii wa ndani jamani. Yeah. Tutafanya utalii wa muda mfupi na muda mrefu. Wa muda mrefu ni kwenda hifadhini saa 8 kuangalia hifadhi yetu ya taifa ambao utaenda kujionea simba, kila aina ya wanyama wamo, tofauti tembo na chui ambao hawamo, lakini hao wanyama wengine wanapatikana kwenye kisiwa chetu cha saa 8. Kwa hiyo wageni karibuni sana tufanye utalii wa ndani. Yeah. Nawashukuru sana Watanzania, sasa hivi wameshaanza kujitokeza kufanya utalii. Sure. Watu wameshaanza kuvumbua kwamba utalii ni kitu cha msingi, pia na kujifunza vitu vingi kwenye maisha. Kwa hiyo ukiwa unatembea kwenye Ziwa Victoria maana unajifunza vitu fulani. Sure. Ukija kwenye jiwe letu la Mwanza pia utapewa historia, maana ya jiwe kuitwa Bismarck, zamani ilikuwa inaitwa nini. Kwa hiyo utapewa historia yote. Okay, kuna hili jiwe maarufu sana hapa jijini Mwanza. Hili hapa. Ndiyo. Ni jiwe ambalo watu wengi wanapenda kuja kulitazama na kulishangaa. Lina historia yake hili jiwe. Ndio. Okay. Hili jiwe bana, hili jiwe lilikuwa inaitwa jiwe kuu, yani maana yake jiwe kuu. Watu machifu wa zamani wa Kisukuma walikuja wanafanya matambiko yao kwenye hili jiwe. Lakini alipokuja Ottoman Bismarck miaka hiyo ya zamani sasa, alikuja kufanya majaribio ya kuliangusha hili jiwe. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu hili jiwe alikufanikiwa kuanguka. Kwa hiyo toka hapo Ottoman Bismarck akaweka sanamu yake, na toka hapo akasema hili jiwe lina nguvu kama alivyo Bismarck mwenyewe. Lakini pia kwenye hili jiwe maarufu la Mwanza pia kuna unyayo ambao alikanyaga mtu mmoja anaitwa Chifu Mwanamarundi. Alikanyaga kwenye hili jiwe la Mwanza, alikanyaga kwenye jiwe akaacha unyayo wake huko kwenye jiwe. Okay. Imagine sasa huyo mtu alikuwa ni mtu mwenye uwezo gani. Kwa hiyo watu ambao wanakuja kufanya utalii wao wanaenda kujionea hii nyayo ya Chifu Mwanamarundi. Na pia wanaenda kujionea, kuna mikuki aliweka Chifu Mwanamarundi, kuna mingine waliweka wakoloni, waliweka sanamu yao. Kwa watajionea mikuki aina mbili. Kuna mkuki una hereni ambao alichomeka Chifu Mwanamarundi kwa kutumia mikono wake yeye mwenyewe. Yani kama mtu anachomeka kitu kwenye udongo. Lakini kuna mingine ambao aliweka Ottoman Bismarck, aliweka sanamu yake. Na hili jiwe la Mwanza hili ukiliangalia ni nembo nzuri sana, ambao ukiangalia hadi kwenye shilingi 1000 ya Tanzania hili jiwe lipo. Nataka nikuulize, umesema Ottoman Bismarck anaitwa alijaribu kuliangusha lile jiwe. Ndiyo. Na vile ambavyo limekaa kama liko pembeni manake alishindwa kuliangusha lile jiwe. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa maana aliyeliweka ni Mungu tu, hamna mtu mwingine. Kwa lile jiwe pale halianguki. Halianguki toka dunia iumbwe, jiwe liko hivyo hivyo. Na watu huwa wanajaji sana, wanahoji kwa nini hili jiwe halianguki. Ni uwezo tu wa Mwenyezi Mungu. Ukimleta mtu mwingine atakwambia tu ilikuwa hivi na hivi, lakini mimi naamini ni uumbaji wa Mwenyezi Mungu, hamna mtu mwingine. Okay. Na safari za kila siku zikoje, labda ratiba kuanzia saa ngapi mpaka saa ngapi watu wanaweza kupata? Ruti zetu tunaingia hapa kuanzia saa 1 asubuhi, tunatoka saa 12 jioni hadi saa 12:30. Kwa hiyo inategemeana, mgeni anaruhusiwa kuingia muda wote, akiingia hata asubuhi. Anategemeana sasa na ruti atakayoenda. Kama anataka kwenda hiyo ya nusu saa tutampeleka, kama anataka kwenda hiyo ya muda mrefu ya kwenda hifadhini. Kwa maana mle hifadhini mtu anaweza akaenda akakata masaa 2 matatu, ni yeye mwenyewe. Ile hifadhi na kila kitu, huduma ya vyakula vinapatikana mle hifadhini. Lakini mgeni anaruhusiwa kwenda na chakula chake. Anaruhusiwa hadi mle hifadhini, utafanya utalii wa muda wote hadi utakapochoka wewe mwenyewe. Okay. Na hapo hifadhini kiingilio ni shilingi ngapi ukishatoka kwenye boti kuingia sasa kwenye hifadhi? Gharama ya hifadhini ni 5900 kwa Mtanzania. Tanzania. Yani mwenye umri tu kuanzia miaka 17 na kuendelea ni 5900, lakini mtoto chini ya miaka 5 halipia, lakini wa kuanzia miaka 5 na kuendelea ni 2300. Okay. Na kutoka hapa tulipo Pwani hapa kuelekea kwenye kisiwa cha saa 8 ni shilingi ngapi?
1,500,000 kwa Mtanzania. Hiyo 1,500,000 haijalishi uko peke yako au mko 5 au mko 6. Okay. Kwa hiyo boti manake inakodishwa 1,500,000 kutoka hapa kwenda kwenye kisiwa. Haijalishi mko wangapi. Na boti moja inabeba watu wangapi? Boti yangu ipo ya kubeba watu 6 hadi 10. Haijalishi sasa umechagua watu 10 au 5 au 15. Ndio boti zilizopo. Hata mtu mmoja ukitaka unaenda ni wewe mwenyewe. Na boti inaenda kukusubiri kule hifadhini hadi utakapomaliza tour yako, kwa maana unakuwa umeikodi boti. Kwa hiyo 1,500,000 manake napelekwa kwenye hifadhi na bado boti inanisubiri ili kunirudisha hapa Pwani Mwanza. Ndiyo kabisa. Okay. Na huo utalii wetu naanzia kupanda kwenye jiwe la Mwanza. Ya maana unaweza ukasema kwamba mimi naanzia kwenye kupanda kwenye jiwe la Mwanza. Ya maana tukianzia kupanda jiwe la Mwanza utapiga picha, utachukua video, utaonyeshwa maajabu yaliyoko kwenye hilo jiwe la Mwanza. Tukitoka tutaingia Kapili Point kuna sehemu ya kupiga picha, tutasimama tutapiga picha, tutapewa historia ya maana ya Kapili Point. Tukitoka tunaingia msikiti wa Wahindi, utaonyeshwa. Tukitoka tunaingia hifadhini saa 8. Okay. Kwa hiyo kuna vituo vingapi manake tukitoka hapa mpaka kufika hifadhini saa 8? Vitatu ndio. Ambavyo Bismarck Rock ambao ni jiwe letu la Mwanza. Jiwe kuu la Mwanza. Tukitoka hapo tunaingia Kapili Point. Kuna sehemu, kuna majengo yako juu ya mawe ambao tutafika hapo, tutasimama, tutapiga picha, tutachukua video. Tukitoka hapo tutaingia msikiti wa Wahindi. Tutapewa historia ya msikiti wa Wahindi, tutasimama, tutapiga picha. Tukimaliza tunaingia hifadhini. Okay. Ndio. Nataka nifahamu muitiko wa Watanzania. Tukiachana na wageni, tunafahamu wageni ni kawaida yao kabisa kuja kwa ajili ya kwenda kutalii. Muitiko kwa Watanzania ukoje? Sasa hivi Watanzania wamekuwa wako juu sana kufanya mambo ya utalii, wameshayaelewa. Watanzania wameshaelewa kabisa mambo ya utalii, wameshajua maana ya utalii ni nini. Kwa hiyo sasa hivi Watanzania wanajitokeza sana. Kwa wiki, yani ukija Jumamosi na Jumapili utakuta watu ni wengi sana. Huyu atakwambia nipeleke saa 8, huyu atakwambia nizungushe hapa. Yani Watanzania sasa hivi wanaenjoy sana. Wameshajua maana ya utalii ni nini. Watu wanapenda sana vitu vya kujifunza. Kwa maana mtu unaweza kukaa tu nyumbani ukashangaa dunia inaendaje, lakini ukitoka utajifunza, utaelewa kumbe dunia iko hivi na hivi, utaelewa vitu vingi vya kujifunza. Ndio. Mpenzi mteja pia mdau na shabiki wa mziki mzuri kutokea pale New Serengeti Park Tabora, na kukaribisha sana hapa Mwanza Ziwa Victoria. Kuna maajabu mengi sana ambayo unaweza ukaenjoy nayo. Una lipi la kuwaambia wadau, wateja na mashabiki wa mziki mzuri kutokea pale New Serengeti Park Tabora? New Serengeti Park Tabora. Nilikuwa nawakaribisha sana mje Mwanza. Mwanza kuna vitu vingi vya kujifunza, kuna vitu vingi vya kutangaza biashara zenu, kuna vitu vingi vya kujionea. Pia mkija Mwanza mtapromote biashara yenu, itaonekana zaidi. Kwa maana watajua kumbe mmeshapiga hatua. Ya maana mkisha kuja Mwanza mtapanda kwenye jiwe la Mwanza, mtaenda saa 8, mtaenda, yani nitawapeleka, kuna sehemu pia inaitwa Kingston, pia nitawapeleka. Ya maana biashara yenu mtazidi kuikuza zaidi mkija Mwanza. Na bado mtapata wadau wa kuwasapoti. Mwanza ni watu wakarimu, watu wazuri, pia mtapata watu wa kuwasapoti, mtaenjoy sana. Ya maana mtajutia safari yenu. Na wakaribisha sana. Mwanza iko vizuri, iko njema, tutawasapoti. Tutawapa vitu vingi vya kujionea, vya kupromoti biashara zenu. Karibuni sana New Serengeti Park Tabora. Karibuni sana. Unataka nini tena? Karibu sana New Serengeti Park kwa ajili ya huduma mbalimbali ikiwemo vinywaji aina zote, vyakula vitamu aina zote, lakini pia tunashisha, mambo mengi mazuri yanapatikana New Serengeti Park Tabora. Nao tuko hapa Ziwa Victoria Mwanza. Tumefika hapa kwa ajili ya utalii na kujifunza vitu vya hapa na pale. Karibu sana New Serengeti Park Tabora.